Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Imeelezwa kuwa wanawake wamepata hamasa kubwa ya kufanya kazi za kiume baada ya kuona rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla kuwa mwanamke, hali ambayo imewatia ujasiri ya kuwa na wao wanaweza kufanya kazi yoyote bila kujali jinsi. Haya yamesemwa hivi karibuni na Katibu Mkuu wa Wachimbaji Madini Wanawake TAOMA, Salma Ernest, wakati akizungumza katika kilele cha Siku ya Wanawake Duniani, shule ambazo zilifanyika kitaifa katika jiji la Arusha na kufungwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanawake wamenufaika kupitia mambo mbalimbali. Ukizingatia miaka 3 ya nyuma kulikuwa hakuna mwamko sana katika masuala ya wanawake na madini. Lakini ndani ya miaka hii 3 kama chama tumeweza kuona mwamko sana katika masuala haya ya wanawake. Na nini kitu ambacho wamefanikiwa labda ndani ya hiyo miaka 3? Tumeshuhudia wanawake wakipata elimu kupitia wadau mbalimbali, lakini pia serikali kupitia shirika la madini la STAMICO ambao walikuwa wakitoa elimu mbalimbali, masuala ya uchimbaji salama, masuala ya mazingira, masuala ya afya na usalama. Lakini NEMC pia imeshiriki kwa kiwango kikubwa katika kuleta hamasa na elimu kwa wanawake kuhusu masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Lakini mambo mengine ambayo ni muhimu zaidi ni serikali kutoa vifaa kwa wachimbaji wadogo. Mitambo ya uchorongaji ambayo hivi juzi tumesikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitoa tamko kwamba kati ya mashine hizo ambazo zimenunuliwa na serikali, mitambo hiyo miwili itakuwa ni kwa ajili ya wanawake. Tukija kwenye swala la ujasiri ambao sasa umekuwa ukionekana kwa kina mama kufanya kazi hata za kiume, ni kutokana tu watu wamepata hamasa kumuona kwamba rais mwanamke, yani rais wa kwanza Tanzania mwanamke, hasa na pia tunazungumzia Afrika Mashariki pia. Kwa hiyo wamepata ule moyo, wamepata ile hamasa kupitia kumuona rais ni mwanamke, wakaona kwamba kumbe hii inawezekana kwa mwanamke kufanya kazi yoyote, hata zile ambazo zilikuwa zinafanywa na wanaume. Kwa upande wake mwenyekiti wa wachimbaji wadogo vijana FEMATA Margaret Baraka amewataka wanawake kuchangamkia fursa katika sekta ya madini kwa lengo la kutengeneza uchumi bora wa kitaifa na ule wa kimataifa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Kwamba hakuna kisingizio kilichobaki, kwa sababu Mheshimiwa Rais ni mfano tosha kwa sisi mabinti, lakini wanawake kwa ujumla, kwamba chochote ambacho ni ndoto yako kinawezekana ukiweka nia, ukiweka juhudi. Lakini hata mimi tuko mwenyekiti ni kielelezo tosha kwamba serikali na sisi wanawake tumepiga hatua gani hata kwenye sekta ya madini. Zamani sekta ya madini ilikuwa ni sekta ambayo ni wanaume tu wa umri fulani, maybe kuanzia miaka 40 miaka mingapi ndio wanawekeza wanafanya nini. Lakini sasa hivi unaona hata sisi vijana mabinti, wakina mama ni wengi sasa hivi wana CIP, wana viwanda mbalimbali kwenye madini ya kimkakati. Kwa hiyo hakuna kitu cha kusema kwamba tunashindwa au hatuwezi, lakini kuna evidence ya kutosha. Yaani kuna ushahidi wa kutosha kwamba inawezekana sana mwanamke akafanikiwa katika sekta ya madini, inawezekana sana mwanamke akawa kiongozi katika sekta ya madini, na inawezekana sana mwanamke akawa ni kiongozi, na inaweza ikawa ni kwenye chama, inaweza ikawa ni kwenye jamii, inaweza ikawa kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo hakuna sehemu ambapo tumeshikwa tunaambiwa usiingie. Milango yote imefunguliwa, na katika kila sehemu ni kuwa na uthubutu, kuwa na malengo, lakini pia kupangilia uchumi katika kuhakikisha tunatimiza malengo yetu. Mimi ni binti na siku zote huwa niko mgodini. Nina picha nyingi sana na video nyingi sana niko underground. Kwa ile tu kuamini kwamba eti wanawake katika sekta ya madini ni service providers, atauza uji, atauza mandazi eneo la mgodi, ni uongo. Kwa sababu sasa hivi kuna engineers wengi sana, metallurgists wengi sana ni wanawake. Lakini zaidi ya yote, hata leo watu wanaoendesha heavy equipment, heavy trucks, haya magari makubwa migodini pia ni wanawake. Maafisa usalama wa migodi ni wanawake. Wanaoshiriki katika minada ya kuuza mawe ni wanawake. Kwa hiyo mimi nafikiri tujikite sana katika kujenga kesho bora na sio katika historia ambazo zimepita. Na
tuangalie sera, dira na maendeleo kiujumla, na kwamba tumepiga hatua gani mpaka sasa hivi, na ili sisi tunaosimama sasa hivi vizazi vijavyo wasiwe na mada ambazo etio ilikuwa kumbe wanawake hawawezi sekta ya madini, lakini mada hizo zinaanzia sehemu nyingine, kwamba sasa hivi wanawake mmewekeza kwenye viwanda vikubwa vya uchakataji wa madini, sasa hivi wanawake mpo kwenye nafasi za uongozi, sasa hivi wanawake mmefanya hivi. Hasa hatua za kutoka hapo kwenda mbele zaidi ni kitu gani? Sasa hivi kina mama mpiga hatua, mitaji inapatikana.